wote walioongezeka popote pale, hao ndio walio sura ya uzao kwa kuongezeka kwao. Na chochote au yeyote aliyeongezeka hapo kwako wewe mwenyewe, popote pale ulipo sasa hivi, hao ndio walio sura ya uzao wako wewe mwenyewe, ikimaanisha hao ndio waliozaliwa kutokana na mamlaka yako wewe, na hao kuwa ndio wa mamlaka yako wewe, ikimaanisha kwamba ni wewe au ni mamlaka yako yanaishi katika jina na sura yake yeye. Ni wewe unaishi mapenzi yako katika jina na sura ya kuitwa kwake yeye, kwa kuwa yeye huyo amezaliwa kutokana na mamlaka ya uwepo wako wewe hapo ulipo, ikimaanisha kwamba huyo ndiye aliye wa uzao wako, aliyezaliwa kwako, ikimaanisha ni mapenzi yako yanaishi katika jina na jinsi ya kuonekana kwake. Ni mapenzi yako yanaishi, ni pumziko lako linaishi, ni mamlaka yako yanaishi katika jinsi na sura na jina la kuonekana kwake. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pastor Andewinyu, linazungumza kuhusu uzao sehemu ya 14. Ndio maana bila shaka popote pale ulipo, kwanza ni kujua mamlaka yako ni yapi, kwa kujua utawala wako ni upi ulionao sasa hivi, kwa kuwa katika pumziko ni utawala unaoishi hapo hapo na kufanya muonekano wa uwepo wako hapo ulipo sasa hivi. Hayo ndiyo yaliyo mamlaka, yani utawala wako. Muonekano wako ulionao hapo sasa hivi kwa uwepo wako huo ndio ulio utawala wako, yani yaliyo mamlaka yako, ikimaanisha kwamba hapo ulipo popote pale katika kila jinsi ya kuonekana kwako sasa hivi, ndio mamlaka yako yanaishi, ndio mapenzi yako yanatawala, ndio utawala wako unatawala hapo ulipo. Na kufanya chochote au yeyote anayeongezeka hapo popote ulipo, pasipo kujalisha jina lake, jinsia gani, utaifa, ukabila, udini, uzehebu, usirika, uvyovyote vile, bali yoyote yule au chochote kile kwa jinsi na jina lake
kinachoongezeka hapo popote ulipo. Hicho au huyo ndiye aliye wa uzao wako wewe mwenyewe hapo ulipo. Wote hao kwa kila jinsi ya muonekano kwa kuitwa kwake, hao ndio walio wa uzao wako wewe mwenyewe hapo ulipo popote pale, ikimaanisha kwamba hao ndio waliozaliwa kwa mamlaka ya uwepo wako hapo ulipo katika muonekano huu ulionao. Katika kila muonekano wa uwepo wako ulionao, hao ndio waliozaliwa kutoka katika kila jinsi ya muonekano wako huo ulionao. Kwa maana moja, kutoka katika mamlaka yako hayo ulionayo, mamlaka yako hayo, utawala wako huo, muonekano wako huo ulionao sasa hivi. Na kama hao ndio waliozaliwa kutoka katika mamlaka yako, kutoka katika jinsi ya muonekano wako huu ulionao sasa hivi, hao ndio walio wa mapenzi yako, hao ndio walio ni sura yako. Kwa maana kwamba jinsi walivyo, jinsi kila mmoja, kila kimoja kilivyo, ni wewe unaishi mapenzi yako katika jina na jinsi yake hiyo kwa kuonekana kwake. Chochote kile unachokiona kwa kuzaliwa kutoka kwako, kilichozaliwa kwa mamlaka yako, nacho kuwa na muonekano wa jinsi hiyo kama unavyokitazama na kuonekana sasa hivi, hicho ndio ni mapenzi yako wewe yanaishi, au ni wewe unaishi mapenzi yako, ni wewe unaishi mamlaka yako katika jina na jinsi na muonekano wake huyo. Kwa kuwa huyo amezaliwa kutokana na mamlaka yako, ikimaanisha kwamba huyo ni mamlaka yako yanaishi katika jina na jinsi yake kwa kuonekana kwake. Yoyote yule aliyekuzunguka kwa kuongezeka kwake kwako, huyo ndiye aliye sura ya uzao wako wewe, ikimaanisha huyo amezaliwa kutoka katika mamlaka yako wewe, mapenzi yako wewe, muonekano wako wewe, na yeye yule ndiyo yaliyo mamlaka yako wewe, ikimaanisha ni mamlaka yako wewe yanaishi mapenzi yake katika jinsi ya muonekano wake huu kwa jina lake.
yoyote chochote unachokitazama. Ni wewe unaishi mapenzi yako, yani mamlaka yako, yani utawala wako katika jina na jinsi yake kwa kuonekana kwake. Kwa kuwa huyo amezaliwa kwa mamlaka yako. Amezaliwa kwa muonekano wako. Naye kuwa ni wa mamlaka yako yanaishi katika jinsi ya muonekano wake na jina lake, na kufanya popote pale ulipo katika jinsi ya muonekano wako huu ambao ndio mamlaka yako, yani utawala wako katika ulimwengu wote, upo wewe mwenyewe ukiishi mapenzi yako katika kila jinsi na kila jina ya kuonekana kwako. Upo ni wewe mwenyewe ukiishi mapenzi yako katika kila jina na jinsi ya kuonekana kwako. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo, kwa kuwa popote pale ulipo upo, na chochote kilichokuzunguka chenyewe ndicho kilichoongezeka kwako wewe, nacho kuwa ni cha sura ya uzao wako wewe, ikimaanisha kwamba kilichozaliwa kutokana na mamlaka ya uwepo wako wewe. Haijalishi wewe ni mtoto hapo ulipo, lakini chochote kile kilichoongezeka kwako wewe, yoyote yule aliyeongezeka kwako wewe, huyo ni sura ya uzao wako wewe mwenyewe uliye mtoto. Huyo ndiye aliyezaliwa kwa mamlaka yako wewe, aliyezaliwa na mamlaka yako wewe uliye mtoto. Kwani popote pale ulipo, pasipo kujalisha jinsia yako, pasipo kujalisha umri wako, pasipo kujalisha jinsi vyovyote ulivyo kwa muonekano wa uwepo wako, vyote, chochote kile, yoyote yule ameongezeka yeye kwako hapo ulipo. Ni Baba, yeye ndiye ameongezeka kwako hapo ulipo na kukukuta hapo ulipo na kujitambulisha hapo ulipo. Ni taifa, ni serikali, ni dini, ni dhehebu, ni neno, ni yeyote yule katika jinsi ya kuonekana kwake amekukuta hapo ulipo, ikimaanisha ameongezeka kwako hapo ulipo, akijitambulisha kwako wewe kwa kila jinsi ya aina ya kujitambulisha kwake kwako hapo ulipo. Na kwa jinsi hiyo ya yeye kuongezeka kwako hapo ulipo, chenyewe kuongezeka kwako hapo ulipo, pasipo kujalisha kinaonekana vipi, kina jina lipi,
kina utisho upi au kiko vipi? Ni kikubwa, kinaonekana katika nguvu ipi? Ni taifa zima, ni dini yote, ni dhehebu lote, ni kwa jina lolote lile, bali kwa kuongezeka kwake kwako, kwa chenyewe au yeye yoyote yule, kuongezeka hapo kwako. Wote hao wamezaliwa au ndio walio sura ya uzao wako wewe mwenyewe, waliozaliwa kutoka kwako wewe mwenyewe, ikimaanisha kwamba waliozaliwa kutokana na mamlaka yako wewe mwenyewe, waliozaliwa kutokana na ufalme, yani mamlaka yako wewe mwenyewe, nao kuwa ni mamlaka yako wewe yanayoishi mapenzi yako kwa jinsi na jina la kuonekana kwake. Yoyote, chochote kilichokuzunguka hapo popote ulipo wewe mwenyewe kimezaliwa kutoka katika mamlaka yako, nacho hicho katika kila jinsi ya kuonekana kwake ni mamlaka yako wewe, yanaishi katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Ni wewe unaishi mapenzi yako, pumziko lako katika jinsi na jina la kuitwa kwake huyo aliyekuzunguka, huyo aliyeongezeka hapo popote pale ulipo, ikimaanisha yoyote yule aliyeongezeka hapo popote pale ulipo ni mamlaka yako wewe, yanaishi mapenzi yake, yanaishi pumziko lake katika jina na jinsi yake yeye. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, taifa lipi, katika familia ipi, dini ipi, dhehebu lipi, bali popote pale ulipo ninazungumza na wewe na hili pumziko, kwamba hapo jinsi ulivyo, hapo ndio unaishi mapenzi yako. Hayo ndiyo mapenzi yako yanaishi, kwa kuwa muonekano wako huu ulionao sasa hivi, jinsi ulivyo hivyo sasa hivi, ndiyo yaliyo mamlaka yako, ndiyo ulio utawala wako, ikimaanisha ndiyo mamlaka yako yanaishi, ndiyo mamlaka yako yanaishi mapenzi yake, yanaishi pumziko lake, ndiyo ulio ufalme wako, unaishi mapenzi yake, unaishi pumziko lake, na kufanya chochote pia kilichokuzunguka, chochote pia kilichoongezeka hapo kwako ulipo, kimeongezeka, kimezaliwa kwa mamlaka yako hayo unayoishi siku zote, kimezaliwa kwa mapenzi ya mamlaka yako wewe unayoishi nayo hapo popote pale ulipo, katika jinsi ya muonekano wako huu ulionao, kwa uwepo wako huu popote pale ulipo, na kufanya huyo akiwa amezaliwa
kwa mamlaka yako, ikimaanisha huyo ndiye aliye mamlaka yako wewe yanaishi kwa jina lake na jinsi yake husika. Yoyote yule aliyekuzunguka kwa kuongezeka kwake kwako hapo ulipo, ni mamlaka yako wewe yanaishi katika jinsi na jina lake husika. Kwa neno rahisi, yeyote yule popote pale alipo, kwa kukuzunguka kwake, kwa kuongezeka kwake kwako, ni wewe unaishi mapenzi yako, ni wewe unaishi pumziko lako, ni wewe unaishi raha yako, ni wewe unaishi mamlaka yako, ni wewe unaishi utawala wako katika jinsi na jina la kuitwa kwake, katika jinsi na jina la kuitwa kwake huyo. Na kufanya katika ulimwengu wote upo wewe mwenyewe unaishi mapenzi yako katika kila jinsi na jina lako kwa kuitwa kwako. Katika ulimwengu wote upo ni wewe mwenyewe na hauna mwingine, bali ni wewe mwenyewe unaishi mapenzi yako, raha yako, mamlaka yako, pumziko lako katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako. Kwa neno rahisi ni kwamba popote pale ulipo katika ulimwengu wote, ni muonekano wako huo peke yake uliopo unaoishi mapenzi yake au pumziko lake katika kila jinsi na jina na muonekano wa kuitwa kwake. Ni muonekano huo wa uwepo wako ndio unaoishi katika ulimwengu wote, ikimaanisha kwamba ulimwengu wote hakuna kingine chochote bali ni mamlaka yako, ni muonekano wako huu ulionao ambao ndio utawala wako unaoishi wenyewe, unaoishi wenyewe mapenzi yake yenyewe, pumziko lake lenyewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Kwa kuwa wote, yoyote, chochote kilichokuzunguka kwa kuongezeka kwake kwako, hicho kimezaliwa kutokana na mamlaka yako wewe, ikimaanisha hicho ndicho kilicho cha mamlaka yako, ikimaanisha kwamba ni mamlaka yako inaishi katika jinsi na jina lake. Ni mamlaka yako
ni mapenzi yako, ni pumziko lako, linatawala, linaishi katika jinsi na jina la muonekano wake. Basi leo hii inaishia hapa katika sehemu ya 14. Usikose wiki ijayo sehemu ya 15 inayohusu uzao, na hili ni pumziko. Kwani popote pale ulipo ni lazima uishi pumziko la uzao wa uwepo wako. Uishi pumziko la jinsi yoyote ya uwepo wako. Uishi mapenzi au raha ya uwepo wako, uwepo wa uzao wako, uwepo wa uzao wako wote, uzao wa kitaifa, uzao wa watoto, uzao wa mume, uzao wa mke, uzao wa wazazi, uzao wa kijiji, uzao wa kidini, uzao wa kidhehebu, uzao wa wanyama, uzao wa mali, uzao wa jinsi yoyote ile ya jina la kuitwa kwake, uishi pumziko lake. Basi mafundisho haya yanapatikana pia katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko Moja. Basi ninakutamkia popote pale ulipo kuhusu pumziko la uzao wako. Ninakupatia popote pale pumziko la uzao wako. Pokea pumziko la uzao wako popote pale ulipo. Chochote kilicho cha uzao wako leo hii kimekuwa ni pumziko kwako, kimekuwa ni cha mapenzi yako, kimekuwa ni cha raha ya uwepo wako hapo ulipo. Pokea pumziko la uzao wa familia yako. Pokea pumziko la uzao la watoto wako. Pokea pumziko la uzao huo wa mume wako. Pokea pumziko la uzao wa mke wako. Pokea pumziko la uzao wa mali zako. Pokea pumziko la uzao wa mashamba yako. Pokea pumziko la uzao wa taifa lako. Pokea pumziko la uzao wa dunia hii. Pokea pumziko la uzao wa kila kitu kilichopo kwa kuongezeka kwake kwako. Pokea pumziko hili na raha ya jinsi ya uwepo wa muonekano wako huo. Pumziko au raha ya jinsi ya muonekano wako hapo ulipo, kwa hao wote walio wa uzao wako, walio wa mapenzi yako, walio wa pumziko lako. Pumziko hili imeliachilia hapo ulipo. Pokea pumziko hili na furaha hii ya pumziko hili iko pamoja nawe popote pale ulipo.